hayawi sasa yamekuwa ni kwamba ile mechi ya marudiano, mechi ya hatua za awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa ajili ya kusaka nafasi ya kufuzu kwa raundi ya pili ya hatua za awali ili kuwa ni ya kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Yanga dhidi ya Angola Wiliete imewadia. Ndio, mechi hii inachezwa kwenye uwanja Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia saa 11 jioni. Zipo sababu nyingi za kuwafanya maelfu ya mashabiki wa Tanzania wajitokeze kwenye uwanja wa Mkapa ili kuiunga mkono Yanga, kuunga mkono wananchi, hatimaye walinde ushindi wao wa mabao 3-0 waliopata Angola na kufuzu kwa hatua inayofuata ili kujiweka katika mazingira mazuri ya kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wa 2025-2026. Ikifanya hivyo, hakika Yanga watakuwa na jambo kubwa zaidi, nalo ni kuandika rekodi kwa kuwa klabu ya kwanza ya kutoka Tanzania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara ya 3 mfululizo, pindi ikifanikiwa kuwatoa Wiliete halafu ikavuka katika hatua inayofuata na kwenda katika hatua ya makundi. Ifahamike, endapo itafanikiwa kulinda ushindi wake wa mabao 3-0 iliyopata kule Angola wiki iliyopita kwa kupata ushindi wowote au sare yoyote, au kama ikifungwa basi Wiliete wasipate ushindi wa zaidi ya mabao 2, manake Yanga itakwenda kukutana na mshindi wa mechi kati ya Elgeco Plus ya Madagascar dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Mabingwa wa Malawi na mabingwa wa Madagascar watakutana pia katika mechi ya marudiano baada ya mechi ya kwanza kumalizika kwa sare ya 1-1 iliyofanyika kule nchini Madagascar nyumbani kwa Elgeco Plus. Kwa lugha nyingine, Silver Strikers, mabingwa wa Malawi, wamejiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwa sababu kupata sare ya 1-1 ugenini, maana yake kwenye mechi ya marudiano kule kwao nchini Malawi watahitaji walau kupata bila ili wasonge mbele au ushindi wowote. Hata hivyo, mechi haijamalizika kwa sababu mpira wa miguu ni dakika 90. Maelezo kama hayo pia yapo kwa Yanga dhidi ya Wiliete. Ingawa Yanga wanaongoza kwa mabao 3-0, maana yake vijana wa kocha Romain Folz watahitaji kuhakikisha wanalinda ushindi wao kwa kupata ushindi mwingine, kwa kupata sare yoyote, au kama nilivyotoka kueleza awali, ikiwa ni kipigo basi kisizidi mabao 2, jambo ambalo hakika Watanzania wengi wana Yanga hawatarajii litokee kutokana na kile ambacho alikionyesha katika mechi ya kwanza. Yanga chini ya kocha Romain Folz ilionyesha kiwango cha juu kulinganisha na Wiliete. Sasa endapo Yanga watafanikiwa kuvuka kizingiti hiki cha Wiliete na kupata tiketi ya kucheza katika raundi ya pili ya kuwania kufuzu hatua ya makundi, maana yake watapokutana na mshindi wa jumla wa mechi baina ya Elgeco Plus ya Madagascar dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, maana yake Yanga watajiweka katika nafasi nzuri kwa sababu mshindi yoyote baina yao kwenye makaratasi bado Yanga wanakuwa juu zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba hawa Wiliete ndio timu ambayo kwenye makaratasi inaonekana iko juu zaidi pengine kuliko Silver Strikers, kuliko Elgeco Plus, kwa sababu hawa Wiliete wametoa nafasi ya pili katika ligi kuu ya Angola msimu uliomalizika 2024-2025 nyuma ya waliokuwa mabingwa Petro Atletico. Lakini kwa taratibu za CAF, ligi kuu ya Angola kwa kuwa ni miongoni mwa ligi kuu 12 bora barani Afrika kwa viwango vya CAF, ikishika nafasi ya 7, maana yake timu zote katika top 12 katika ligi bora 12 hutoa timu mbili. Ndio maana Wiliete wakapata tiketi kwa sababu walimaliza wa pili nyuma ya mabingwa Petro Atletico. Lakini Silver Strikers wamepata tiketi kwa sababu wao ni mabingwa wa ligi kuu ya Malawi. Ligi kuu ya Malawi haimo katika orodha ya klabu ya ligi bora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF, kwa sababu ili ligi iwemo katika orodha ya ligi bora ni lazima walau klabu moja kutoka katika ligi husika iwe imefuzu hatua ya makundi ya ama ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho la CAF kwa misimu 5. Sasa kwa sababu hiyo, Malawi ligi yake haimo hata katika orodha ya ligi bora barani Afrika. Mabingwa wake ndio ambao endapo watawatoa Elgeco Plus ya Madagascar ndio watakaocheza na mshindi kati ya Yanga au Wiliete. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini Elgeco Plus ya Madagascar ambao wanakwenda nchini Malawi kucheza dhidi ya Silver Strikers kujaribu kupindua meza kibabe na wao wapate matokeo bora ili waende katika hatua inayofuata kukabiliana na Yanga au Wiliete,
wao ligi kuu ya Madagascar kama ilivyo ligi kuu ya Malawi hazimo katika orodha ya ligi bora barani Afrika kwa taratibu za CAF, kwa sababu nako kwa misimu mitano hakuna timu kutoka Madagascar iliyowahi kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa sababu hiyo ndio maana nikaeleza awali kwamba mshindi yeyote kati ya Silver Strikers ya Malawi au El Gecko Plus ya Madagascar kwenye makaratasi hafikii uzito watakaokuwa nao Yanga endapo watawangoa Wiliete na wao kusonga mbele kwa raundi inayofuata, au Wiliete kwa sababu Wiliete wanatoka katika ligi bora nambari 7 barani Afrika. Yanga wanatoka katika ligi bora nambari 5 barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Namba 1 katika ligi bora ni Misri, namba 2 ni ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 4 ligi kuu ya Algeria, namba 5 ligi kuu ya Tanzania bara, 6 ligi kuu ya Tunisia, 7 ni ligi kuu ya Angola. Kwa sababu hiyo Yanga, Wiliete zote kwenye makaratasi zinaonekana tishio zaidi kuliko El Gecko Plus, kuliko Silver Strikers. Kwa lugha nyingine, mshindi wa mechi ya Yanga dhidi ya Wiliete ya Angola, kwa maana matokeo ya jumla baada ya mechi zote mbili, kwenye makaratasi atakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kumshinda Silver Strikers au El Gecko Plus katika raundi inayofuata. Nadhani nimeeleka vizuri. Sasa kwa minajili hiyo unaona kana kwamba Yanga ambayo imeshatanguliza mguu kwenye raundi inayofuata kushinda mabao 3 ugenini ni mzigo mkubwa kwa Wiliete kupindua meza, ingawa tuheshimu mchezo wa mpira wa miguu kwamba dakika 90 ndizo zitakazoamua, lakini ni dhahiri kwamba Yanga wana nafasi kubwa zaidi ya kusonga mbele kupita katika kizingiti hiki, na endapo watakwenda katika hatua inayofuata na kukutana na Silver Strikers au El Gecko Plus, bado Yanga itakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kwenda katika hatua ya makundi kwenye makaratasi walao. Na ikifanya hivyo ndipo unapoona Yanga wana kila sababu kupambana zaidi dhidi ya Wiliete kulinda ushindi wao. Wana kila sababu ya kushinda pia katika raundi inayofuata bila kujali kwamba watacheza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi au El Gecko Plus ya Madagascar, kwa sababu ni kwamba wataenda kuweka rekodi hiyo nilotoka kueleza awali. Tangu utaratibu wa ligi ya mabingwa barani Afrika ya CAF kuanzishwa mwaka 1997 na mwaka 1998 ambao Yanga pia walishiriki, hakuna klabu yoyote kutoka Tanzania imewahi kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika mara 3 mfululizo. Haijawahi kutokea. Ikumbukwe vizuri, msimu wa 2018 2019 watani wa jadi wa Yanga Simba walifuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaenda mpaka hatua ya robo finali ambako walitolewa na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa Mkapa walitoka bila. Kule Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Simba walifungwa 4-1 wakaishia hatua robo finali. Ni msimu ambao walifika hatua ya makundi, ndio maana walishia robo finali. Lakini msimu unaofuatia 2019 2020 Simba hawakurudi tena katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kwa sababu walitolewa mapema na UD Songo ya kutoka nchini Msumbiji. Tunakumbuka vizuri kule alikokuwa akicheza Jose Luis Mixon, ambako Simba alimuona na kumsajili, na hatimaye katika msimu unaofuata 2021 Simba wakiwa na kikosi bora zaidi chenye kina Mixon alitoka kumuelezea aliyemtoa UD Songo, lakini pia na nyota wengine kina Chris Kope Mushimba Mugalu, John Boko, Shomari Kapombe, Aishi Manula, Mohamed Hussein Shabalala na nyota wengine mbalimbali ndani ya kikosi. Simba ilifika tena hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kisha ikaenda mbali zaidi mpaka robo finali, ikatolewa na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Mechi ya kwanza kule Afrika Kusini Simba walifungwa 4-0. Mechi ya marudiano kwa Mkapa Simba walishinda 3-0. Jumla ya mabao yakawa 4-3. Kaizer Chiefs wakasonga mbele, Simba wakaishia robo finali. Huo msimu wa 2020 2021. Kufika msimu wa 2021 2022 Simba hawakuingia tena hatua ya makundi ligi ya mabingwa. Badala yake, baada ya kutolewa na Jwaneng Galaxy katika namna isiyotarajiwa, Simba wakaangukia katika hatua katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambako walifanikiwa kuingia hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho. Kwa lugha nyingine, ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2021 haukuendana na msimu unaofuatia 2022 kwa sababu Simba haikwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hapa nazungumzia juu ya kwenda back to back katika ligi ya mabingwa barani Afrika mara 3 mfululizo. Msimu wa 2022 2023
Simba walifuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaenda mpaka robo finali, wakakutana Wydad Casablanca kwa Mkapa. Simba walishinda 1-0. Kule nchini Morocco kwenye uwanja wa Mohamed wa 5, Simba wakafungwa bao 1-0, matokeo ya jumla kama 1-1. Kwenye mikwaju ya penalty Simba wakatolewa. Lakini msimu huo Yanga pia walifika hatua ya makundi, lakini sio ligi ya mabingwa bali kombe la shirikisho, ambapo walikwenda mpaka finali waliocheza dhidi ya USM Alger ya Algeria, tunakumbuka vizuri. Matokeo ya jumla yalikuwa 2-2, USM Alger wakawa mabingwa kwa faida ya bao la ugenini, lakini hiyo haikuwa ligi ya mabingwa. Msimu wa 2023-24 Simba wakaenda mpaka hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa mara nyingine tena wakafika robo finali, ambapo walikutana na Al Ahli ya Misri kwa Mkapa, walifungwa 1-0. Kule Misri walifungwa 2-0, jumla 3-0. Kwa hiyo Simba wakafika walau katika hatua ya makundi mara ya pili mfululizo, yani 2022-23, 2023-2024. Lakini msimu uliomalizika 2024-2025 Simba hawakufika katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kwa sababu hawakupata hata tiketi ya kushiriki michuano hiyo. Badala yake walishiriki kombe la shirikisho barani Afrika kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wakiwa mabingwa msimu wa 2023-24, Azam wakiwa wa pili, Simba ya 3. Ni kwa sababu hiyo kwenye msimu wa 2024-25 wakashiriki kombe la shirikisho, sio ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo kama wangeshiriki ingekuwa ni mara ya 3 mfululizo, lakini hilo halikuwezekana. Na msimu huu Simba wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini msimu uliopita hawakushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa lugha nyingine, ile nafasi ya kwenda katika walau hatua ya makundi kwa mara ya 3 mfululizo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ilishindikana msimu uliomalizika baada ya Simba kushiriki kombe la shirikisho. Lakini Yanga nafasi hii wanaipata sasa ya kuweza kufikia rekodi hiyo endapo watafanikiwa kwenda hatua ya makundi. Ni kwa sababu msimu wa 2023-24 Yanga walikwenda mpaka katika hatua ya makundi na wakasonga mbele mpaka hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo walikutana na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kwa Mkapa, ilikuwa 0-0. Kule nchini Afrika Kusini 0-0 pia, matokeo ya jumla yakawa 0-0. Mikwaju ya penalty Yanga wakatolewa katika hatua ya robo finali. Msimu uliomalizika 2024-25 Yanga wakashiriki tena ligi ya mabingwa barani Afrika, wakafika hatua ya makundi, lakini walimaliza katika nafasi ya 3, hawakwenda hatua ya robo finali. Katika kundi lao la A vinara walikuwa ni Al Hilal Omdurman, lakini waliofuatia ni MC Alger. Hao wote walikwenda hatua robo finali. Yanga walimaliza nafasi ya 3, mkiano alikuwa TP Mazembe. Sasa msimu huu 2025-26 endapo Yanga watafanikiwa kuvuka kigingi hiki cha Wiliete, ambayo ni kana kwamba tayari wamejiweka katika mazingira mazuri ya kusonga mbele kwa sababu ya walishapata ushindi 3-0 ugenini, na kisha wakavuka kigingi kingine cha ama Silver Strikers ya Malawi au El Gecko Plus ya Madagascar kama nilivyotoka kuelezea, maana yake wakienda katika hatua ya makundi itakuwa ni mara ya 3 mfululizo back to back, kwa maana 2023-2024, 2024-2025 na sasa 2025-2026. Wakifanikiwa hilo, watakuwa ndio timu ya kwanza Tanzania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika mara 3 mfululizo, ikiwa ni baada ya michuano hiyo kuboreshwa zaidi kuanzia msimu wa 1997. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa rekodi hiyo kuwekwa na klabu ya hapa nchini. Swali ni kwamba je, wana Yanga wa Tanzania kwa ujumla watajitokeza kwa kiasi gani kwenda kuiunga mkono Yanga wawakilishi mojawapo katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye mchezo huu kwenye uwanja wa Mkapa, ili wasonge mbele wapate matokeo yanahitaji dhidi ya Wiliete na hatimaye kuvuka pia kigingi cha El Gecko Plus au Silver Strikers na hatimaye kwenda hatua ya makundi ili kujiandikia rekodi hiyo? Ni swala la kusubiri. Lakini kocha Romain Folz, kikosi chake bora ndani ya kikosi wakiwemo kina Peodo Pako Mzozwa, akina Maxim Pia Nzengeli, Clement Mzize Walid, Edmond John, Musa Balakonte, Lasin Kouma, Mudathi Yaya Bas, Mohamed Momo Dumbia, Dickson Jou, Ibra Baka, Bakari Nondo Momyeto, Jigi Diara, Israel Patiki Mwenda, Shadrack Isakaboka, Mohamed Hussein Shabalala. Yanga na wachezaji wengi wa kuwezesha kulinda matokeo haya dhidi ya Wiliete. Wanachohitaji tu ni sapoti ya wananchi kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Mkapa ili kuunga mkono na hatimaye kutimiza kile ambacho Tanzania wanakihitaji sana, kuona timu zao zikifanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa.
Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.